Husda ni miongoni mwa magonjwa ya moyo. Ile Allah aposema baada ya billahi minash shaitanir rajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, akiwa alikuwa anawataja wanafiki kwamba katika nyoyo zao mna maradhi, alafu Mwenyezi Mungu huwazidishia maradhi juu ya maradhi wanayokuwa nayo. Na wakati mwingine pia hata tukisoma Qur'an tutakuta Allah subhanahu wa ta'ala asema wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, na tunateremsha ndani ya Qur'ani kile ambacho kinakuwa ni tiba. Mara nyingi watu wakaishia kwenye tiba ya kusoma zile aya kwenye vikombe na kunywa, lakini wakasahau kwamba Qur'ani ni tiba kubwa ya maradhi haya ya nyoyo tunayozungumza. Na moja katika hayo maradhi ni maradhi ya husda. Na tunapozungumza husda kwa tafsiri nyepesi ni mtu kuchukia maendeleo ya mwenzie. Akuishia hapo kwenye kuchukia, anatamani pia hayo maendeleo yaondoke. Maendeleo ama mafanikio ya mtu haishi kwenye kuchukia, lakini anatamani pia yaondoke. Sio yaondoke hata yaende kwake, hata yasipoenda kwake, lakini yule yakose, wote wakose. Ni maradhi mabaya kabisa. Hebu imagine katika hali ya kawaida Mungu anakupa nafsi, amekupa kama sehemu ya mtihani huo. Kaa utafakari kwamba unatamani mtu amepata maendeleo ambayo wakati mwingine wala wewe huna ushirika hata kidogo wa kuleta yale maendeleo, lakini unayachukia yale maendeleo ya mwenzio au mafanikio ya mwenzio. Lakini sio tu kuchukia, unatamani pia yamuondokee, wala sio lazima yaje kwako, lakini hayakose kabisa. Hii tunasema ni katika maradhi mabaya kabisa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaposema siku hiyo ya kiyama mwanadamu hataweza kufaliwa na mali yake wala watoto wake wala nasaba yake wala chake kilicho chake chochote kinachoweza kumsaidia mwanadamu mbele ya Mwenyezi Mungu, illa man atallaha biqalbin salimin, ni yule atakayefika kwa Mwenyezi Mungu ana moyo salama, amesalimika na maradhi ya husda na maradhi ya chuki, hasad. Na husda ni chanzo cha maovu mengi sana katika jamii. Maovu mengi mnayoyashuhudia katika ulimwengu, ujambazi na utapeli wa kila aina, unatokana na hisia za hasad. Mtu anakuangalia kwa muda mrefu, namna unavyopata, namna unafanya nini, anakaa anafikiri kwa akili yake anaweza kumpata hasidi mwenzie, wakakaa wakaplani, wakaenda kufanya mambo ya maafa dhidi ya mtu. Wako tayari hata kuua kwa sababu ya hasad. Na tunaposema husda, kumhusudu mtu wala sio kwenye mambo ya akhera peke yake, hasha wakalla. Kuchukia maendeleo yoyote ya mtu, yawe ni ya dunia au yawe ni katika maisha ya akhera, ni mambo ya kidini, mtu anamchukia mtu. Na katika jambo la hatari kabisa, mpaka tunasema tuyazungumze haya maradhi, ni kumkuta mtu ni swala 5. Mtu ni swala 5, anafunga, anasoma Qur'ani, lakini akiamini anapata amali za kutosha kabisa, lakini ana maradhi ya moyo, moja ikiwa ni maradhi ya hasad. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema alhasad, husuda, chuki ya kuchukia mafanikio ya mwenzako, inakula mema ya mtu. Kama unavyoona kuni zinaliwa na moto, kama unavyouona moto unavyotafuna kuni. Taswira aliyotupigia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam
ni kwamba umechukua kuni umeziweka pale, alafu kawasha kiberiti. Zile kuni zinavyotafunwa na moto, ndivyo ambavyo mja mwenye hasadi katika moyo wake, amali zake njema zote zinaliwa. Yani unaswali, ukimaliza kuswali moyo wako una hasadi juu ya mwenzio, ile swala habaa manthura, inapukutika kama unavyoona jivu linapeperushwa na upepo. Kwa hiyo kuna watu watafanya amali nyingi katika haya maisha ya dunia, lakini bahati mbaya hawakusalimika na maradhi ya hasad katika moyo. Kwa Mungu hamna kitu. Nini? Amali zimeliwa. Unatoa sadaka, lakini hujasalimika na maradhi ya chuki dhidi ya maendeleo ya mwenzio. Na ukiwa hujasalimika na hilo, unao uwezo mkubwa wa kusababisha maafa makubwa katika jamii. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anawapigia watu mfano wajitafakari, wala siyama nahnu muslimin, hasa sisi Waislamu ambao tunahudhuria katika nyakati za msikitini, tunaswali na kutekeleza ibada. Pengine yule ambaye hafanyi chochote inawezekana asijute sana, lakini sisi ambao tunafanya jitihada, tunahudhuria misikitini, tunaswali, kuna haja ya kujikagua katika mambo ambayo yanaweza yakapukutisha amali za mja. Yani unaswali sala zako, ukimaliza unasimama unaswali sunna, ukimaliza kuna saumu zinakuja unafunga, lakini bahati mbaya ni kwamba moyo wako umeuelekeza katika sehemu ya kufanya, haujauelekeza kwenye sehemu pia ya kukatazika. Na Uislamu uko maeneo mawili, kufanya na kukatazika. Kufanya na kukatazika, na katika kigumu kabisa ni kukatazika. Kulea moyo mpaka uhakikishe kwamba umekatazika, umeepukana na chuki, umeepukana na hasad dhidi ya mtu kwa maendeleo yake ya dunia na maendeleo yake ya akhera. Kile kitendo cha kuchukia na kutamani yale ambayo Mwenyezi Mungu amempa mwenzio, na ukatamani yaondoke hata kama hayaji kwako, lakini akose kabisa, hii ni katika roho mbaya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaichukia, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema katika sura ya 4 aya 32, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wala tatamannu ma faddala Allahu ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. Wala msitamani vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa watu wengine akawanyima wengine. Wala tatamannu ma faddala Allahu ba'dakum ala ba'd, msitamani vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa wengine akawahamishia wengine. Lirijali nasibun mimma iktasabu, wanaume wana sehemu katika yale ambayo wameyachuma. Walinisai nasibun mimma iktasabin, na wanawake pia wanayo sehemu ya yale ambayo wameyachuma. Was'alullaha min fadlihi, kama itakuingia tamaa ya kutamani, ya kuingiwa na hali ya kutaka kuhusudu, usifike kwenye husda. Muombe Mwenyezi Mungu aliyewapa. Allah akiona ni kheri kwako pia na wewe atakupa. Was'alullaha min fadlihi, muombe Allah, ndiye aliyewapa, badala ya kuwahusudu wao. Hawana matatizo, wao hawana shida. Otherwise kama shida unaipeleka kwa Mungu aliyewapa, sasa badala ya kufikiria namna ya kuwadhuru hawa na kuwaletea shida katika maisha, was'alullaha min fadlihi, muombeni Allah Subhanahu wa Ta'ala katika fadhila zake. Akiona wewe unafaa kupewa, basi Allah atakupa. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaujenga umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu, moja katika mambo aliyakataza, asema la tahasadu, msihusudiane.
msihusudiane, yakatajwa makatazo mengi, na mwisho akasema wakunu ibadallahi ikhwana, msihusudiane, kakaeni muwe watu ambao ni ndugu, kuweni waja wa Mwenyezi Mungu mlio ndugu. Imagine katika hali ya kawaida hapa tulipokaa katika safu hivi, tukifika muda wa sala kila mmoja anahakisha mwenzake mmeshikana vizuri katika kutekeleza sunna ya kushikana, alafu uliyekaa naye jirani ndani ya moyo wake mna chuki ya wewe uliye ambaye umesimama naye kwa kile tu ambacho Mwenyezi Mungu amejalia. Hebu imagine hii ni hali ya aina gani? Jeshi moja ambalo linatakiwa lipiganie dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa nguvu ya pamoja, nasimama katika safu, uliyesimama naye anakuhusudu, ama ni kwa mazingira yako ya dunia, ama anakuhusudu katika mambo yako ya kiakhera, anachuki kabisa. Mazingira kama hayo tutasali, lakini tutafika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tutakuwa hatuko salama. Illa man atallaha biqalbin salimin, isipokuwa yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamhudhurisha akafika kwake hali ya kuwa na moyo salama. Tunamuomba Allah Tabaraka wa Ta'ala atujalie kuwa miongoni mwa wale ambao watafika kwa Allah wakiwa na nyoyo salama, wameepushwa na husuda. Ndugu zangu katika imani, moja katika aya za Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala anafikirisha akili ya mwanadamu, asema baada ya billahi minash shaitani rajim, am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli faqad atayna ala ibrahima al-kitaba wal hikma wa ataynahum mulkan 'azima faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannama sa'ira. Sadaqallahu al-azim. Allah uliza, au watu wanawahusudu watu kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechagua kuwapa, ameamua kuwapa kwa khiari yake. Na katika hayo faqad ataina ala ibrahima alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima, tumempa Ibrahim na watu wake tukawapa kitabu, tukawapa hikma na tukawapa ufalme mkubwa kabisa, nafasi kubwa katika mambo ya vyeo. Allah akampa Ibrahim, akampa mtoto wake, yani akagawa utume apendavyo. Hii ni kashani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ameamua kuwapa waja wake. Sasa Allah anauliza, sema hivi watu wana akili kiasi gani kukaa wakahusudu watu kwa sababu ya yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa? Iwe ni katika mambo ya dunia haya ama ni katika mambo ya kiakhera, yote haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mpaji na anazo kanuni zake. Walau basata Allahu rizqa liibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Mwenyezi Mungu kuna watu anawajua, kama angaliwapa akawakunjulia kila kitu, wangetokea kuwa makafiri katika hii dunia, wakachupa mipaka ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kuwalinda wasije wakapotea mazima. Anawateremshia kidogo kidogo katika yale ambayo amechagua kuwapa, kama sehemu ya mapenzi yake kwa waja wake, lakini wanadamu hawajui. Kwa hiyo Allah kumfadhilisha mwingine ni mtihani kwake, lakini pia ni mtihani kwa wengine ambao wanakuwa wanamzunguka. Na katika athari za hasad, mbali na kupukutisha mema, ya mja ambaye anayafanya, swala zake zinaharibika, ibada zake za kusoma Qur'an zinaharibika, ibada zake za kutoa sadaka zinaharibika. Mbali na athari hiyo kubwa kabisa, bado pia kuna athari nyingi sana katika masuala ya kijamii na katika masuala ya kiimani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema havikusanyiki vitu viwili katika moyo mmoja. Havikusanyiki vitu viwili katika moyo mmoja. Husda na imani havipatikani kwenye moyo mmoja.
na walillahi alhamdu ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi, na Mwenyezi Mungu hajajalia mwanadamu katika kifua chake kuwa na nyoyo mbili, mmoja ubebe husna, mmoja ubebe imani. Mungu hajajalia. Mmoja ubebe maradhi ya moyo kama vile chuki, hasad, tamaa na mengineyo tuliyoyaona, vikakaa katika moyo mmoja na imani pale pale. Haiwezekani. Ni moja kati ya mawili. Kama ilivyokuwa giza na nuru havikai pamoja, ama itakuja nuru giza liondoke, ama itakuja giza nuru iondoke. Ndivyo ilivyo pia katika moyo wa mja, hapawezi kukaa vitu vili kwa wakati mmoja, husda na imani. Kukikaa husda, imani inatoweka. Kukikaa imani, husda inatoweka. Kila mmoja katika sisi ajikague. Unapojikuta katika moyo kuna chuki dhidi ya maendeleo na mafanikio ya mwenzio katika mambo ya dunia na akhera, yatosha kabisa kujua kwamba mimi katika moyo wangu hapa pana husda, kwa hiyo imani hamna. Havikai pamoja kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo moja katika athari ya hasad ni kutokomeza imani ya Muislamu, wakati yeye akijitazama anajihisi ni Muislamu kwa kuleta tasbihati na mengineyo. Na jambo la pili ni ishara ya kutoridhika na maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ishara ya kutoridhika na maamuzi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Unapokuwa unasikitika, unasononeka na unatamani vile vitu viondoke, ni kama vile wewe hauwezi kuwa unamchukia yule, unamchukia aliyempa. Manake wewe ukuridhika na makadiri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyemwezesha akapata kile kitu. Lakini pia inasababisha maradhi ya kiwiliwili pamoja na nafsi, katika hali ya kusononeka, kuhuzunika na masononeko mengine yanaweza kuathiri kiwiliwili. Kuna watu wanaathirika kwa sababu ya kutamani vitu vya watu na kuwa na hisia, akimuona tu namna ambavyo katika neema fulani anakuwemo, basi yeye huko anasononeka na kuhuzunika, kiwiliwili chake kinakwisha, anakitesa kwa sababu ya hasad. Lakini pia kupoteza nguvu ya udugu, umoja na mshikamano kifamilia na katika mjumuiko wa Waislamu. Unajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kwamba hakuna mtu anaweza kuendesha maisha yake katika hii dunia akiwa mwenyewe. Ni lazima pawe na mshikamano katika level ya kifamilia, na lazima pawe na mshikamano katika udugu mkubwa aliotupa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa kiimani. Mimi ninaswali na wewe katika mazingira, naweza kuwa na jambo moja mbili tatu ambao Mwenyezi Mungu amenineemesha wewe akukupa, lakini wakati huo kuna jambo lingine Mungu amekuneemesha mimi akunipa. Sote tunahitajiana katika jambo hili. Tukijengeana hasad, hatuwezi kusaidiana, na itakuwa ni sababu pia ya kudhoofisha jamii kwa ujumla wake. Tutadhoofika. Kwa sababu nitakuajiri vipi nikulipe, hali ya kuwa nikikuajiri nikakulipa utatoka kimaisha, na mimi nakuhusudu wewe usitoke kimaisha. Unaweza ukachukulia kwa nini Mwenyezi Mungu amelifanya hili jambo ni kubwa, kwamba kuwa na hasad inaweza kutafuna swala zangu, inaweza kutafuna ibada zangu za usiku, inaweza kutafuna usomaji wangu wa Qur'ani, inaweza kutafuna, unaweza ukatafiti, lakini ukitafakari vizuri unaona kabisa kwamba huna uwezo wa kuwa mu'min wakati katika moyo wake kuna hasad. Haiwezekani. Haiwezekani. Yani mu'min hawezi kusifika kwa sifa ya roho mbaya, haiwezekani. Kila mtu akae kwa wakati wake, ajitafakari vizuri, ajiangalie vizuri kama amesalimika na haya maradhi. Katika maradhi aliyomwangamiza Ibilisu lain sio jingine isipokuwa ni maradhi ya hasad. Usjudu li Adam bi amri Allah ta'ala, usjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Allah akamwacha akamuuliza, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-'alin? Qala ana khayrun min khalaqtani min nar
wa khalaqtahu min tin. Ni hasad ndio iliyomtumbukiza Ibilisu lain katika laana za kudumu mpaka kiyama. Msujudie Adam kwa amri ya Allah. Akasema mimi mbona nahisi kama kuwa ni bora kuliko yeye. Amekataa, na Mwenyezi Mungu akampa nafasi ya kumuuliza, mbona nimekwambia usujudu umekataa? Umekuwaje? Una tatizo gani? Anasema hakuna kilichonizuia, ila nahisi kama mimi nitakuwa ni bora, yaani nimsujudie yeye baada ya kusujudiwa mimi. Mimi nahisi kama ni bora kwa umbo langu mimi, nimeomba kutokana na moto, yeye kaomba kutokana na udongo. From there Allah subhanahu wa ta'ala akaamua kumtoa katika rehema yake. Hasad ni kitu cha hatari, na unaona namna Ibilisi alivyomkamia Adamu alayhi salam kwa ile hasad, na kazi yake anaifanya vizuri kupitia katika kipengele hiki pia cha hasad. Kwa hiyo unapokuwa na roho ya hasad, maana yake wewe hauna tofauti na kizazi cha Ibilisi al-la'in. Kwa hiyo kila mmoja ajikague, hasa nasisitiza kwamba sisi Waislamu ambao angalau kuna ibada tunazifanya, tujikague vizuri ili tuwe salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kwa kuzingatia wakati, biidhnillahi karim tutamalizia kipengele cha mwisho ambacho ni cha kutazama namna tunavyoweza kutibu haya maradhi, tunavyoweza kutibu kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mujibu wa maelekezo ya Qur'an. Tunawezaje kutibu haya maradhi? Haya maradhi ni mazito na ni makubwa, na yana athari kubwa katika masala ya kiimani, lakini pia katika masala ya kijamii. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atufishe hali ya kwa nyoyo zetu zikiwa zimesalimika na hasad.